Mji wa Mbeya na kanda ya Nyasa, mwenyekiti Mheshimiwa Joseph Mbilinyi Sugu, wajumbe wa kamati ya utendaji ambao ndio wenyeji wetu hapa Nyasa, wajumbe wa kamati kuu ambao mpo, ninaona na nitambue uwepo wenu, viongozi wa mkoa, wilaya na wanachama wenzangu. Bwana Yesu asifiwe. Mwana kondoo. Asalamu alaykum. Nina furaha kuwepo Mbeya na asanteni watu wa Mbeya kwa kutupokea. Asanteni sana kwa kutupokea. Niwaambie hivi ndugu zangu, Chadema ni mpango wa Mungu, na kwa sababu ni mpango wa Mungu, nguvu yoyote ya shetani au ya mwanadamu haiwezi kukizuia chama hiki hata siku moja. Kwa hivyo jitieni moyo na jitieni ujasiri. Sisi viongozi wenu na ninyi wanachama, haya tunayafanya kwa sababu ni makusudi ya Mungu na hatuwezi kushindwa, maana mpango wa Mungu haujawahi kushindwa. Asanteni kwa kutupokea. Ninajua shauku yenu na shauku ya Watanzania wengi ya kusikia yale ambayo tumekusudia kuyasema leo. Niwahakikishie tuna muda vizuri wa kutosha na tutayasikia yale tuliyokusudia kuyasema leo. Tuliwaahidi kwenye mkutano wa leo kwamba viongozi wakuu wa chama chetu wote tutakuwepo, na kwa neema ya Mungu viongozi tumekuwepo. Viongozi tumekuwepo. Sasa katika namna ya kujipanga vizuri sana, tuna shughuli maalum tarehe 29 pale Iringa. Tuna kazi maalum. Kwa hiyo viongozi wenzetu wengine, makamu Zanzibar, naibu Zanzibar na katibu mkuu John Mnyika, tutajumuika pamoja tarehe 29 kwa ajili ya shughuli maalum pale Iringa mjini. Jambo la pili, tuliwaahidi kwamba leo tarehe 23 kuna viongozi na waliokuwa viongozi waandamizi ambao leo tutawapokea wakirejea tena Chadema. Mpo tayari? Sasa leo atarejea mmoja, halafu tarehe 29 pale Iringa ndio patashika nguo kuchanika. Kwa hivyo rejeeni, njooni Chadema, maana huu ndio mpango wa Mungu wenyewe. Rejeeni, hata kama mliondoka, rejeeni. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, nitakuomba ufanye kazi moja tu kwa kipindi hiki. Nataka nimtambulishe kwenu ndugu wanachama na Watanzania wenzangu. Ninayekwenda kumtambulisha sasa hivi amewahi kuwa mwanachama wa chama hiki, amewahi kuwa mbunge akiwakilisha jimbo la Karatu kupitia chama hiki, aliwahi kugombea urais kupitia chama hiki, amewahi kuwa katibu mkuu kupitia chama hiki, na hata wakati anaondoka, kumbe hakuwahi kuirejesha kadi yake. Kuna maneno tulikwazana. Sasa wakati wa kurudi ilibidi tuitane ndani tuzungumze yale tuliyokwazana. Kwa hivyo sisi viongozi tumemalizana naye kwenye yale tuliyokwazana. Kwa hivyo ilibidi tuiombe kadi yake, tuihakiki kwamba hii kadi ni kweli ya kuirudisha, tuiangalie. Kwa hiyo kadi hii tulipoikagua tukagundua kweli ya kuirudisha. Huyu mwanachama anaitwa Dr. Wilbrod Peter Isaka.
alitueleza kwamba anataka kurejea auishe wanachama wake. Tukamwambia sasa, kwa sababu uliondoka mbele ya vyombo vya habari na watu, basi itabidi urudi mbele ya watu hivi watu wakuone. Sasa kwa sababu tumeshamalizana naye, ninaomba kwa hatua ya sasa, Mheshimiwa Mwenyekiti, tufanye tendo moja tu la kumpokea, alafu yeye mwenyewe atakuja kuongea na ninyi wa Tanzania hapa kwa dakika chache. Sawa sawa? Kwa hiyo naomba Mheshimiwa Mwenyekiti, tafadhali usimame nikuombe tafadhali, na kwa ishara ya kumpokea, na kama mmemkubali na kumpokea tena Dr. Wilbrod, nisikie kelele za wanachadema. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba kwa ishara ya kumpokea Dr. Wilbrod Slaa, ambaye sasa atatengenezewa na kupewa kadi yake ya kidigitali, ninaomba umbalishe bendera ya chama iwe ishara ya kumpokea na kumkaribisha tena Chadema mbele ya halaiki hii na Watanzania hawa. Karibu sana Dr. Slaa. Asante. Naibu Katibu Mkuu, asante. Sasa siwezi nikamvalisha bendera bila kumsema kidogo. Siko sawa. Kulikuwa na makazano fulani, au sio? Tukafarakana tukasemana vibaya. Mpenda haki wewe. Sasa kama anasema ndio baba, nataka kurudi, naomba yaishe. Naomba niache mjomba. Tunasemaje? Hapana, nenda zako. Dr. Wilbrod Slaa, Dr. Wilbrod Slaa ni katibu mkuu wa chama chetu aliyetumikia chama kwa muda mrefu, nafikiri sitakosea, kuliko katibu mkuu mwingine wa chama chetu. Dr. Slaa ndiye aliyenipa mimi kadi ya Chadema tarehe 24 Julai 2004. Sasa kwenye kipindi chake, wakati mimi naingia, tulikuwa na wabunge watano au si, 4 wa majimbo, 1 wa viti maalum. Tukaenda kwenye wabunge 11, tukaenda kwa wabunge 48, tukaenda kwa wabunge 2015, tukaenda kwa wabunge 72 wa Chadema na 117 wa Ukawa. Dr. Slaa ni mojawapo wa makatibu wakuu wa Ukawa. Sasa hayo niliyoyasema, hizo hesabu nilizozisema, nyie wote mnafahamu, hatunazo tena hapa tulipo. Sisemi hatunazo kwa sababu Dr. Slaa aliondoka, ila nataka niseme ukweli ambao wote tunaufahamu, kwamba kipindi chake kilikuwa ni kipindi cha mafanikio makubwa kwa chama chetu kuliko kipindi kingine chochote. Sasa kama tulikwazana tukafarakana, leo amesema naomba kurudi, sisi wanachama tunasemaje? Hapana. Na la mwisho kwenye hili, hatukumfukuza. Kweli
baba. Aliondoka mwenyewe. Kweli baba, na kurudisha kazi. Sasa kwa vile ameomba kurudi, utaratibu wake kikatiba ni rahisi sana. Kweli, na hataki cheo. Angeweza kwenda mtandaoni. Siku hizi tuna mtandao. Tuna Chadema Digital. Sio hizi tena. Angeweza kwenda Chadema Digital app, akafanya yote, akalipia, tukakuta ana kadi. Wala tusingesema umeingiaje. Lakini ameomba aingie, arudi hadharani kama alivyotuacha. Tuna sababu gani ya kutokumkaribisha? Ninafahamu mtakuwa mnaulize, na wengine je? Na wengine je? Sasa utaratibu wao uko kwenye katiba vile vile. Utaratibu wao uko kwenye nini? Kwenye katiba. Ukifukuzwa wanachama, katiba yetu inasema ukataka kurudi, inabidi uombe urudishwe na kikao kilichokufukuza. Mnanielewa? Uombe kikao kilichokufukuza. Uandike barua kwa katibu mkuu, umwambie katibu mkuu, naomba kurudi, nilifukuzwa na kamati kuu, naomba upeleke maombi yangu kwenye kamati kuu. Na katibu mkuu atafanya hivyo. Ukweli ni kwamba kuna mmoja au wawili tumepokea barua zao ambao tuliwafukuza kwenye kamati kuu kwa sababu walitukosea. Utaratibu unasema waiombe kamati kuu iwarudishe. Wawili wameshaomba. Kama kuna wale wengine hawajaomba, na nafahamu hapo, halafu wananifuata mimi nyuma hivyo, wananilobi, wafuate utaratibu. Tunaenda kwa nini? Tunaenda kwa utaratibu. Waandike barua kwa katibu mkuu, waombe kamati kuu iwarudishe, na imeandikwa mahali, kwani akiomba msamaha si anasamehewa? Akija akasema nimekosa mimi, anapiga kifua hivi. Sisi ni wabaya kiasi gani kutokuwa kuwasamehe? Utaratibu ni huo. Sasa Dr. Slaa, ningekuwa na kadi ningekupa, lakini kwa sababu sina, naomba nikukabidhi hii bendera. Wale watu wa CCM huwa wanafungana skafu, mimi nakukabidhi bendera. Karibu sana. Karibu sana. Na amesema anataka aseme neno moja. Amina. Karibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, pamoja na viongozi wote wa Chadema, ndugu zangu wana Mbeya, leo natambua kuna kazi maalumu ambayo imewaleta viongozi wetu hapa. Kwa hiyo sitaki kutumia muda kuzungumzia hiki ambacho kimefanyika sasa hivi, lakini kwa heshima na taadhima nimshukuru sana mwenyekiti wa chama pamoja na viongozi wake akiwemo naibu katibu mkuu hapa. Mimi naomba radhi kwa sababu kama kuna mkwaruzano ni wa watu wawili, na kama tumekwaruzana tukitaka kurudiana tunaomba msamaha. Mimi niombe msamaha hadharani. Niwaombe ndugu zangu wa makao makuu ambao tulikuwa karibu, labda nimewakwaza mahali,
lakini niwaombe wanachadema wote popote pale duniani, wakiwemo wanachadema wa Mbeya. Historia ya mkaruzano ni historia, na historia huwa inaandikwa. Sitaki kuzungumzia leo kwa sababu ninajua kuna kazi maalum leo imetuleta hapa. Mimi nitoe shukrani na kuahidi ahadi za Chadema, majukumu ya Chadema, ikiwa pamoja na kupambania uhuru wa nchi yetu, ikiwa ni pamoja na no reform no election, yote nitaanza kupambania kuanzia dakika hii ya sasa, kuanzia kwenye jukwaa hili leo. Na labda hilo ndilo limenishawishi zaidi kurejea hapo. Nina hasira kwa sababu sasa ninajua CCM haitaki kuleta mabadiliko, hata kinyume na uhosia wa baba wa taifa. Babangu nadhani Lissu anakumbuka kwa neno moja, nimalizia hapa. Lissu, unajua, unafahamu uhosia wa Mwalimu Nyerere wa tarehe 16 kama sikosei, Agosti mwaka 1990, moja ambayo Mwalimu amewaambia, anasema kwamba chama ambacho hakiwasikilizi watakikimbia. Na mimi nadhani leo tumekuja, moja ni kuwaonyesheni kwamba wana CCM hawawasikilizi wa Tanzania. Kilio cha katiba mpya ni chatoka miaka 30 hadi leo hawataki kufanya. Wamegeuza nchi kuwa mali yao, wamegeuza mali zetu na kuwaacha Watanzania maskini wanachezea rasilimali za taifa hili. Mimi nimerudi na nasema tutapambana. Mwalimu alisema kama huwasikilizi watarudi, watatwaa nchi yao. Sio maneno ya Dr. Slaa. Mwalimu anawaambia kwenye mkutano mkuu, kama wanaambiwa hawasikilizi wananchi, watatwaa nchi yao. Na ametoa mfano Mheshimiwa Lissu, kama utakumbuka au kama ukumbuki, alitoa mfano wa mapinduzi ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, ambao walifanya uchaguzi mwezi Desemba mwaka 1963, lakini alafu hawakusikilizwa, wakaenda kuitwaa kwa mapinduzi. Na leo CCM hiyo inaheshimu mapinduzi. Sasa wasije wakaniambia kwamba ninachongea. Ipo kwenye hotuba ya baba wa taifa, wasome vitabu vyao. Asante sana Amani, asante sana mwenyekiti na timu yako, asante sana wana Mbeya, tuko kazini. Mungu awabariki. Haya, watu wa Mbeya nisikie kelele zenu basi. Sasa ni wapi habari njema? Ni wapi Dr. Slaa? Hii operation tunayoanza leo itakwenda kwa siku 47 non stop, na Dr. Slaa atakuwepo ndani ya nyumba siku 47 akikiwasha.